watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kuanzia Januari mosi mwaka 2027. Taarifa ya Neema Kindole inafafanua zaidi. Ugiriki ni miongoni mwa nchi zilizoamua kulivalia njuga suala hilo na kupitisha hatua kama hiyo, ambapo sheria hiyo inaweza kutoa shinikizo kwa Umoja wa Ulaya kufuata mkondo huo. Akizungumza kwa njia ya video iliyochapishwa kwenye mtandao wa TikTok, waziri mkuu wa nchi hiyo Kyriakos Mitsotakis amesema wameamua kuendelea na hatua hiyo ngumu lakini yenye umuhimu ya kupiga marufuku ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto wote walio chini ya umri wa miaka 15. Sasa kwa kuwa nimepata usikivu wako na wasalimu nyote. Video hii haitasambaa sana au kuwa maarufu, lakini nina sababu ya msingi ya kushiriki jambo nanyi hapa. Nataka kuzungumza nanyi kwa uaminifu. Kwa miaka michache iliyopita nimekuwa nikizungumza na wazazi wengi na wote wananieleza karibu kitu kile kile. Mtoto wao halali vizuri na hupata wasiwasi kwa urahisi, wanakuwa na muda mwingi kwenye simu zao. Lakini pia nimekuwa nikizungumza na wengi wenu. Watoto wengi wananiambia wamechoka na kulinganishwa na wengine, maoni ya watu na shinikizo la kuwa mtandaoni au kupatikana kila wakati. Waziri Mkuu Mitsotakis amezungumza hayo kupitia mtandao wa kijamii wa TikTok na kubainisha kuwa mtandao huo ndio unaofuatiliwa zaidi na watoto wa umri chini ya miaka 15 nchini Ugiriki, huku akitoa tangazo hilo kwa lengo la kuwafikishia ujumbe huo watoto wenyewe moja kwa moja, akisema kuwa msimamo huo utawakasirisha baadhi ya vijana wengi, lakini lengo la serikali si kuwaweka mbali na teknolojia, bali ni kupambana na uraibu wa matumizi fulani ambayo yatasababisha mmomonyoko wa maadili. Sayansi iko wazi. Mtoto anapokaa mbele ya skrini kwa saa nyingi, ubongo wake haupati mapumziko. Ndiyo maana tumeamua kuchukua hatua ngumu lakini muhimu: kupiga marufuku upatikanaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 15. Kanuni hiyo itaanzishwa katika majira ya kiangazi mwaka huu na itaanza kutumika tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwakani. Ugiriki ni miongoni mwa nchi za kwanza duniani kuchukua hatua kama hii. Hata hivyo, nina uhakika haitakuwa ya mwisho. Mwezi Disemba mwaka jana, Australia ilikuwa nchi ya kwanza duniani kuishinikiza mitandao ya TikTok, YouTube na Snapchat na tovuti nyingine maarufu kuzifuta akaunti zinazotumiwa na vijana walio chini ya umri wa miaka 16, la sivyo tovuti hizo zitakabiliwa na faini kubwa. Indonesia ilianza kutekeleza marufuku ya mitandao ya kijamii kwa watumiaji walio chini ya umri wa miaka 16 mwezi Machi, na tayari imetoa barua ya wito kwa kampuni za Google na Meta kuhusu kushindwa kwao kufuata sheria hiyo. Mwezi uliopita Australia ilitangaza ya kwamba hivi karibuni itapiga marufuku mitandao ya kijamii kwa watoto hadi umri wa miaka 14, huku ikipanga kuwasilisha sheria mpya mapema msimu huu wa joto. Aidha, Hispania na Denmark pia zimetangaza nia yao ya kuanzisha enzi ya kidigitali ya watu wengi kwa mitandao ya kijamii. Neema Kindole, UFM Radio. Ni taarifa hiyo ya Neema Kindole kuhusiana na mitandao ya kijamii kwa watoto. Na moja kwa moja, msikilizaji, utafahamu kile ambacho tutazungumza hapa na mtaalamu, kwa sababu haya mambo yamekuwa katika maeneo mbalimbali. Watoto wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii, wanatumia muda mwingi kuwa na simu, kutazama game mbalimbali, kuperuzi. Wakati mwingine mtoto hata kulala vizuri anashindwa. Akifika shule analetwa tu taarifa na mwalimu, siku hizi mtoto wako amekuwa na usingizi sana darasani. Mzazi unajiuliza tatizo ni nini? Kumbe wakati mwingine mtoto anatumia muda mwingi sana katika simu, katika television, kuangalia, kukagua, kucheza games na mambo mengine. Lakini je, mzazi unachukua tahadhari kama wenzetu kwa ambavyo wamechukua? Basi kwa sasa hivi tunazungumza naye na tunaungana na Yusuf Kileo, mchambuzi wa masuala ya usalama mtandaoni na mtandao. Yusuf Kileo. Yusuf, habari ya asubuhi na karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Habari za asubuhi njema, sikiliza kwenu. Salama kabisa. Asante sana. Hebu tufahamishe Yusuf, kwa nini mataifa haya yameanza kuchukua hatua hii ya kupiga marufuku
matumizi ya mtandao kwa watoto wadogo? Kwanza nikupe tu, nafikiri unafahamu kuna mtu ambaye alishakwenda mahakamani akalalamika kwamba amekuwa akitumia mitandao kuanzia umri mdogo, imeenda imemletea msongo wa mawazo na ametakiwa kulipa faini. Nafikiri mmesikia hiyo kesi. Ndio. Ni wazi ni kwamba matumizi kwa watu wakubwa na watoto yanatofautiana, na mtoto anaweza kukutana na mambo mengi ambayo kimsingi anaweza akawa si rafiki kwake kwenye mitandao. Unajua mitandao ina mambo mengi. Watu wanaweka, tunaita ni jukwaa huru ambalo kila mtu anaweka kile kitu ambacho yeye anaona kinafaa. Na wengine wanaitumia ndivyo sivyo, na matokeo yake unakuta mambo yanakwenda tofauti na vile tulivyotegemea. Kwa hiyo kwa sababu hizo za msingi, mataifa mengi yamekuwa yakiona hiyo ni changamoto. Lakini la pili ni kwamba kumekuwa na uraibu mkubwa kwa watoto. Na ukiangalia mfano nchi ambazo zimefanikiwa kudhibiti, mfano Australia walitoa ripoti yao juzi, wakasema kwamba baada ya ule muda wa kudhibiti matumizi ya mitandao, hasa wanapokuwa mashuleni kwa watoto hawa wadogo, wameona hata performance yao imeenda kukua kubwa zaidi, wakimaanisha kwamba kumbe walikuwa na uraibu mwingi wa mitandao, wakijaribu kutafuta content za kuweka kwenye mitandao, na wanakuwa wana muda mdogo wa kujisomea. Lakini lingine, kumekuwa na changamoto kubwa ya wahalifu wa kimtandao wakitarget sana watoto kwenye mambo kama sextortion, mambo kama Sextortion unamaanisha nini? Sextortion ni mambo ya wanawaingiza kwenye masuala haya ya kingono, lakini baadaye wanaanza kuwatishia kwamba mfano anaweza akamwitisha picha ya mtoto ambayo si rafiki, lakini baadaye anaanza kumtishia kwamba itaenda huku na kule. Ule mtoto anakutana na aidha msongo wa mawazo ama anaanza kudokoa vitu nyumbani kwa ajili ya nafikiri kuna kipindi mliweka kitu kama hicho kwenye tamthilia yenu moja ya Kihindi, Azam 2, kuhusiana na kuna yule binti mfupi na yule mwingine alienda kumsaidia mwenzake. Vitu kile ndio tunaita sextortion. Alafu kuna mambo kama haya ya cyber romance ambayo sasa ni kama sextortion, lakini wanawapeleka kwenye kujihusisha na masuala ya kingono katika umri mdogo. Lakini kuna hawa watoto wenyewe wanafanyana cyberbullying. Unakuta mtoto wanadhalilishana mitandaoni kutokana labda na picha aliyoiweka, na hicho kinapelekea yule mtoto anakuwa hana amani anapokuwa shuleni, ama wakati mwingine hata anashindwa kwenda shule. Nafikiri haya mambo yamekuwa kuwekwa sana kwenye movie mbalimbali kutoa hiyo elimu ya namna hiyo mitandao inaweza ikawaathiri watu. Ndio. Sasa kutokana na haya yote ndio mataifa yameona kwamba ni vizuri mtoto anaofikisha miaka 16 kwenda 18 ndio aanze kutumia. Hao walioko chini ya hapo wawekwe mbali na mitandao. Je, nchi nyingine za Afrika ikiwemo Tanzania zinaweza kujifunza nini kutoka kwa hatua hii ya Ugiriki na Australia ambayo wamezungumza kwamba imefanikiwa pakubwa? Tunaweza kujifunza nini kwa hatua hii? Kutokana na wimbi kubwa la nchi nyingine nyingi, ikiwa pamoja na Spain, Uingereza wenyewe na wengine, nchi nyingi wamechukua hatua hizo. Sisi kama Tanzania, na kuzungumzia nchi yetu sasa, sisi kama Tanzania tumechukua hatua ya kwamba tupo kwenye maandalizi makubwa ya mdahalo wa kitaifa ambapo tutaweza kujadili way forward, kwa sababu ni option ambayo tunaifikiria mbali na mambo mengine mengi ambayo tumekuwa tukiangazia kwa karibu. Mfano tunataka tuje na kitu tunaita child sim card ambacho kimeonekana kwenye kikifanya vizuri sana kwenye nchi za EU. Child sim card, Yusufu, tufafanulie kidogo. Natolea ufafanuzi wake. Unani tu. Child sim card maana yake hizi sim card kwa ajili mahususi kwa ajili ya watoto, ambazo kimsingi tunategemea zitakuwa zikifilter maudhui ambayo hayaendani na watoto yasiwafikie watoto, lakini vile vile zitakuwa zinawapatia muda zaidi wa kufanya mambo ambayo yale tunategemea yafanye. Maanake technology kama ilivyo ni double edged sword, yani ina pande nzuri na pande mbaya, kwamba mtoto sio kwamba hataki atumie, lakini nataka atumie kwa manufaa yake, kwa ajili ya kujisomea, kwa ajili ya kufanya hiki na kile. Kwa hiyo ili aweze
kukua na kuweza kujiendeleza katika fani tofauti. Lakini upande wa pili ndio huo kuna hayo madhara ya hapa na pale ambayo yanaonekana. Ndio kubalance hilo sasa, ndio hiyo swala la child sim card ama sim card mahususi kwa ajili ya watoto ni jambo ambalo tumekuwa tukiangalia option hiyo kwa nchi yetu. Naam. Yusufu, ni kuombe tu kwamba kwa sasa tuweke koma hapo kidogo. Tumia mitandao kwa muda mrefu, wakati mwingine hata ufaulu na kuwa sio mzuri, na wakati mwingine anacharuka kweli kweli pale nyumbani ukimwambia acha, kwake ndio anaona mambo ndio kama hivyo. Basi sawa, asante sana msikilizaji kwa kuwa na sisi mpaka na kwa maoni hayo ya Mtei, tunamkaribisha tena hapa Yusuf Kileo, mtaalam wa masuala ya usalama mtandao. Tuzungumze naye kuhusiana na ile hali ya Ugiriki na mataifa mengine ya Ulaya kuanza kuachana ama kuweka sheria ya kuzuia watoto chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Yusuf, karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana. Naam, tumalizie basi na hili. Wakati Tanzania ikijipanga kama ulivyotuambia kwa ajili ya kuweza kufanya mdahalo wa kuangalia ni namna gani wanaweza kaweka mipango na wao kuingia paka huku, kwa wazazi wa kawaida, baada ya kuyasikia haya na kufahamu athari hizi, ni vipi wanaweza wakafanya kuwasaidia watoto wao kuepukana na madhara hayo ambayo wameainisha, ambayo wanaweza kukutana na watoto wao kukutana nayo kwenye mitandao ya kijamii? Kikubwa kuliko yote ambao huwa siku zote tunawashauri wazazi ni kwamba ukishajiingiza kwenye kumpa mtoto kifaa cha kielektroniki, basi hakikisha unakuwa karibu naye. Hakikisha unakuwa karibu naye ikimaanisha kwamba usimwachie atumie kifaa cha kielektroniki akiwa peke yake. Wewe uwe naye karibu ili uweze kumpatia usimamizi. Lakini hii endane na kuwaweka kuwaelekeza mara zote kwamba watumie vifaa hivyo katika maeneo ya wazi ambapo watu wanaona, kwa sababu experience imeonyesha ni kwamba wanapoenda kwenye mfano kwenye chumbani na kifaa chake cha elektroniki, huko ndo mambo mengi yanaweza akawa yanafanyika mabaya zaidi. Lakini ni vizuri ukamweleza mtoto wako kwamba asiwe anawasiliana na watu ambao hawafahamu mitandaoni. Kwa sababu kuna changamoto ya kwamba wanakutana na watu tofauti, kwa sababu wanahisi kwamba anapokuwa na marafiki wengi mitandaoni labda ni jambo zuri kwake. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ukisubiri zile hatua za udhibiti kama taifa, unaweza ukampa angalizo mtoto wako anapokuwa kwenye mitandao. Lakini vile vile unaweza ukamwasa kutokuweka taarifa zake za kibinafsi nyingi mitandaoni, na vile vile kushare vitu hivyo, kwa sababu wakati mwingine anaweza akakutana na mambo ambayo ya udukuzi, mambo ya tunaita impersonation, mtu mwingine kuvaa uhusika wake, kutumia picha zake kwenda kurubuni wengine. Lakini vile vile au mwambie aepuke kuchapisha video ama picha za utupu mtandaoni, ama kufungua viunganishi vya namna hiyo kuangalia huko mtandaoni, kwa sababu naweza kumletea changamoto tofauti. Lakini vile vile umwambie kwamba asiweze kuweka vitu ambavyo havihusiani na watu wengine, ama ikiwa pamoja na kwamba kudhalilisha watoto wenzake, kuongea vibaya kwenye mitandao, haya masuala ambayo wanayafanya na mambo mengine tofauti. Kwa kifupi unamwambia kwamba anapokuwa ana interact ama anawasiliana mitandaoni, basi awe anawasiliana akiwa ni mtu mwema, kwamba huwezi kudhalilisha watu, kutukana watu, kuweka picha za watu wengine ambazo sio zako, ukaenda ukazifanyia mambo ya hapa na pale na kadhalika. Lakini ni kubwa zaidi ambalo tunawahusia wazazi siku zote ni kwamba kuna namba ya kitaifa inaitwa 116. Narudia, 116. Mtoto anapokutana na changamoto yoyote ya kiuko mtandaoni, aidha amedhalilishwa, aidha amerubuniwa, akaingia kwenye mambo yale niliyozungumza, sextortion, anatishiwa na mtu anamwambia hivi na vile, usipoleta hiki itakuwa hiki, ama mambo mengine yoyote ambayo anahisi kabisa kwamba haya si salama kwake, anatakiwa achukue hatua stahiki ya kupiga namba hiyo 116
kuna watu wako standby masaa 24, watamsikiliza, watamcancel, yani kumshauri, watachukua hatua ya kuwasiliana na polisi moja kwa moja, kitengo cha dawati la jinsia, kwa ajili ya kuchukua hatua kwa watu hao ili yule mtoto aendelee kubaki salama. Hayo yote tunasema kwa wazazi sasa hivi wayafanye mapema, wakati maandalizi ama taratibu nyingine za kitaifa za kuendelea kuweka mikakati zaidi ya kuwalinda watoto dhidi ya changamoto za kimtandao nchini yanaendelea kufanya. Asante sana Yusuf kwa kuzungumza nasi asubuhi hii. Asante sana. Asante sana. Ni Yusuf Kileo, huyo mtaalamu wa masuala ya usalama mtandao. Tumezungumza naye kwa kukamilisha, ili sasa kila mzazi ajue ni hatua gani anahitaji kuzichukua ili kumlinda mtoto wake dhidi ya mitandao ya kijamii. Ni saa 2 na dakika 13. Tukisonga mbele na taarifa nyingine.